Licha ya kwamba ilikuwa ikifanywa mashambulizi ya mara kwa mara na baadhi ya makundi ya wapiganaji katika eneo la Mashariki ya Kati, Israel haijawahi kuonja moto kama wa vita vya siku 12 kati yake na Iran. Hii ni kauli iliyotolewa na spika wa bunge la Iran ambaye amesema kwamba Israel ilikumbana na mashinikizo makubwa ya kukabiliana na mashambulizi ya Iran, hususan katika siku za mwisho za vita vya siku 12, na haijawahi kupata kipigo kama hicho ilichokipata wakati wa vita hivyo ilivyovianzisha dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Pars Today, Mohammed Bagher Kalibaf amefafanua zaidi kwa kusema utawala wa mtendaji jinai na donda la saratani, utawala pandikizi wa Israel haujawahi kuonja moto na nguvu kubwa dhidi yake katika maisha yake yote ya miaka 80 iliyojaa balaa na hatima mbaya, kama ilivyochezea kipigo kwenye vita vya siku 12 wakati ilipoivamia kijeshi Iran. Amesema katika siku 4 hadi 5 za mwisho za vita vya siku 12, Israel ilikuwa chini ya mashinikizo makubwa kutokana na kushindwa kukabiliana na mashambulizi ya Iran, na kwamba Wazayuni walitamani muda wote wasimamishe mapigano. Nguvu hiyo ya taifa la Iran imetokana na masomo waliopata vijana wa Iran kutoka kwa viongozi wa kijeshi huko Tehran, ikiwa ni pamoja na Hajizadeh, Bagher, Mohammed Salami, Rashid, lakini pia Suleiman, Mohrab, Rabani na Shadman. Wote hao ni miongoni mwa makomando ambao waliuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel na Marekani. Spika wa bunge la Iran amesema Tehran Moghadam na watu kama yeye walikuwa wakifanya kazi kubwa ya kijihadi. Kwa kweli walikuwa na ujasiri wa kimantiki na kiakili, wakifanya maamuzi ya kustajabisha, na walikuwa wakisema mara kwa mara kwamba ikiwa hakutafanya kazi leo, kesho tutakuwa tumechelewa. Kalibaf amesema wenyewe tumeona katika siku za vita vya siku 12 kwamba kama tusingekuwa tumejidhatiti mapema, na lau kama tusingekuwa na nguvu kubwa za makombora, ingekuwa tatizo kubwa kwetu. Amesema somo muhimu zaidi limetolewa na Tehran Moghadam kuliko hata kuunda makombora. Ilikuwa ni kujenga moyo wa kujiamini taifa la Iran na katika jamii ya watu wa Iran. Hata hivyo, kamanda mwingine Jenerali Hassan Zadeh anasema katika vita hivi vya siku 12 mifumo ya ulinzi ya dunia iligwea mbele ya makombora ya Iran. Wakati Iran ikiendesha mashambulizi dhidi ya Israel, mifumo ya ulinzi wa anga kutoka nchini Marekani na kutoka kwingineko ulimwenguni ilishindwa kukabiliana na mashambulizi yaliyotokana na makombora kutoka nchini Iran. Amesema kwamba Iran ilifanya kila liwezekanalo kufanya mashambulizi mazito kiasi kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ile ya THAAD kutoka nchini Marekani, lakini pia ile ya Iron Dome iliyosifika ulimwenguni kote, pamoja na mifumo mingine ya ulinzi wa anga ilishindwa kuyazuia makombora hayo kutokana na teknolojia ya hali ya juu ya makombora hayo. Na hivyo akisema kwamba mataifa ya magharibi yamekuja na njia nyingine ya kutaka Iran iachane na mpango wa kuzalisha makombora ya masafa marefu, sasa wakiachana na kile kilichokuwa kikitajwa kwamba ni Iran kutengeneza makombora ya nyuklia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu nini kinajiri duniani.